Hello, habari, naitwa Mathias Mponela, niko hapa kuelezea njia ya uzazi wa mpango. Njia ya uzazi wa mpango ni nini? Njia ya uzazi wa mpango ni information ambayo anapewa mtu au watu couples ambao wanahitaji kupanga uzazi wao, kuchagua, kupanga idadi ya watoto pishane muda gani, kwa manufaa ya watoto na kwa manufaa yao binafsi. Hiyo ndo maana halisi ya uzazi wa mpango. Lakini information ni nini? Information kwa watu hawa wanatakiwa wajue ama wajiulize maswali yafuatayo. Swali la kwanza, je, ni njia ipi ambayo wao wameifikiria waweze kuitumia kwenye kupanga uzazi wao? Hiyo ni swali la kwanza. Je, una hisia gani kuhusu kupata mimba? Kwamba je, nikipata mimba sasa hivi, je, nini kitaathirika kwa hali tuliokuwa nayo, matatizo niliokuwa nayo ya kiafya? Una hisia gani juu ya upataji wa ujauzito? Je, njia hiyo ambayo umeifikiria inazuia mimba kwa njia gani? Hormone au beria, njia gani ambayo njia hiyo ambayo umeifikiria kuitumia inazuiaje mimba? Je, njia za uzazi wa mpango inagharimu kiasi gani? Je, unaweza kuipata kwa urahisi hiyo njia ambayo wewe umeitumia? Maeneo ambayo upo, hiyo njia ya uzazi utaipata kwa urahisi? Lakini swali lingine, je, mwenza wako amekubali wewe utumie njia hiyo ya uzazi wa mpango? Lazima mkubaliane watu wawili ambao mnapanga uzazi. Sawa sawa. Mke ametaka kutumia njia ya uzazi wa mpango, njia fulani, yamshirikishe mume wake, ikiwezekana wawe wote kwa pamoja katika kushauriana swala hilo. Mume atakubaliana na yeye kupanga uzazi kwa njia hiyo ambayo mke ameichagua. Ni muhimu sana wote kukubaliana.